Sawa, ni Mr. Countdown Millard Ayo na my brother Victor, karibu sana. Asante. Uko poa kabisa? Niko fresh, nashukuru bwana. Mara yako ngapi Tanzania? I think nimekuja mara kadhaa lakini kukaa sana hii msimu nimekaa sana. Umekaa sana. Na unaonekana umekuja kurelax kabisa. Ndio nimekuja huku ni relax kidogo. At least kupata hiyo holiday. Okay. Na ni sehemu gani ambazo umezitembelea katika kurelax? Nimekuwa kwa hizi my island. Sijui Mbudia. Mbudia. Kwa hizi my island so imekuwa poa. Okay. Ndio. Kwa hiyo unaishia Dar es Salaam peke yake? Nilikuwa napenda pia niende Zanzibar. Kwa hivyo nikipata nafasi pia nitaingia Zanzibar. Okay. Umekuja kwa mapumziko ya siku ngapi hapa Tanzania? Nimekuja kama wiki hivi. Kwa wiki moja? Ndio. Sawa bana. Mimi nimefurahi sana kuwa na wewe kwenye interview. Najua wewe ni mtu ambaye uko busy sana, una ratiba zako na ulikuja Tanzania kwa ajili ya kurelax. Lakini tunashukuru sana kwa kunipa hiyo heshima ya kuhojiana na wewe kidogo. Nashukuru sana. Mimi ningependa kwanza kujua historia yako. Unajua inawezekana labda ufahamu, lakini Tanzania kuna watu wengi sana ambao wanakufuatilia. Sisi siku hizi tumekuwa na Uafrika zaidi, Uafrika Mashariki zaidi. Pale unapomwona mwana Afrika Mashariki mwenzako nje ya mipaka unafuatilia zaidi. So umekuwa ukiinspire watu wengi sana na naamini wanataka kujua vitu vingi sana kutoka kwako. Na ningependa sana kufahamu historia yako kwanza. Ulikozaliwa, wapi na lini, ulisoma wapi hivyo? Mimi nilizaliwa Kenya. Mahali panaitwa Busia. Kusoma nilisomea chuo inaitwa St. Peter's Primary. Alafu secondary nikaingia Kamkunji. Ndio kamalizia hapo? Hapo ndo kamalizia Kamkunji. Na ulianza shule ukiwa na miaka mingapi? Nilianza shule nikiwa na miaka 7. Alafu hapo ndio nilianzia primary. Na masomo gani ulikuwa unafaulu sana shuleni? Masomo gani? Nafikiria ilikuwa ni science. Na ulikuwa na ndoto ya kuja kuwa nani baadaye? Mimi nilikuwa nikizaliwa nilikuwa napenda tu mpira. Lakini najua wazazi pia saa zingine walikuwa wanasema mpira kidogo na masomo. Sasa ile kiutotoni nilikuwa nasema nitakuja kuwa pilot. Lakini sasa kuelekea kwa ukubwa bana, pilot tena mnapitana bana. Inafika mahali tena unaona ni kama unajizingua sasa. Na mpaka unamaliza sekondari ulikuwa ndo unataka kuwa nani? Yaani ndoto yako ambayo ulikuwa umeishikilia ilikuwa ni kuwa nani? Mimi nilivyofika form 1 nilibadilisha kabisa, nilikuwa mpira sana kwa sababu Kamkunji ilikuwa ni shule ya mpira. Sasa nilikuwa tu kwa mpira. Okay. Na kuna sifa gani nyingine ulikuwa nazo shuleni? Labda ni mwanafunzi mchelewaji, mwanafunzi ambaye anawahi, ama sifa gani? Mimi nilikuwa tu mpole. Mwanafunzi mpole. Mpole sana, sikuwa mtukutu. Mkimya. Mpole, kimya. Na ulikuwa unahudhuria masomo yote? Saa zingine unajua ilikuwa pia saa zingine unajua. Siku moja mbili unakosa, lakini si ile ati kukosa sababu umeingia ukahepa ama kitu kama hiyo. Nikosa labda saa zingine umejisikia wewe mgonjwa hivyo niko nakosa saa zingine, lakini ati ile kukimbia hapana. Okay. Ulishawahi kukaa na mwalimu wako au mmoja kati ya walimu wako ukawaambia kuhusiana na dreams zako? Nishawahi. Lakini mwalimu wangu najua alikuwa pia mwalimu wa sports. Alikuwa anajua. Sasa tulikuwa tukiongea, alikuwa ananiambia endelea, kila kitu unaifanya kuwa serious na utie bidii kwa kila kitu. Okay. Na ni changamoto gani ambazo ulizipitia ukiwa shule? Kwa mfano kuna wengine wanakosa ada na nini? Zamani unajua pia tulikuwa saa zingine unakosa ada, karo ya kusoma. Mzazi inabidi tena mrudishwe nyumbani, mzazi tena anang'ang'ana urudi chuo. Sasa hiyo ilikuwa pia ni changamoto ambazo tumezipitia. Okay. Na kwa haraka unaweza ukakumbuka ulirudishwa nyumbani ama uliwahi kukatishwa masomo mara kama ngapi? Sio chini ya mara ngapi kwa sababu ya kukosa ada? Si mara mingi vile. Alafu sana ilikuwa sekondari. Kwa sababu sekondari saa zingine walikuwa wanafukuza watu, alafu saa zingine pia ukiwa unafanya sports wanakuacha.
sababu nilikuwa nasaidia chuo na sports. Sasa nilikuwa na hiyo bahati. Alafu saa zingine bana nilikuwa naona nimechoka bana, watu wanafukuzwa, alafu najisikia mzembe, naona hapa haiwezi bana. Labda naona acha pia mimi nielekee bana. Watu wakifukuzwa pia mimi naelekea zangu. Unaondoka. Alafu nikifika home pia huko napata na mama bana ananiletea noma, inabidi tena sasa next time ni baki. Okay. Kwa hiyo uliponea chupu kuondolewa shuleni kwa sababu ya ada mara nyingi tu, kwa sababu ya kucheza? Ndio, niliponea mara mingi sana kwa sababu ya mpira. Okay. So wachezaji wengi walikuwa wako sawa, walikuwa wafukuzwe. Okay. Sawa. Na baada ya kumaliza sekondari ikawaje? Baada ya kumaliza nilienda Belgium. Nilienda kwanza Sweden. Pale ndugu yangu alikuwa, alafu ndio nikaenda Belgium. Okay. Sawa, na wazazi wako walikuwa wanafanya kazi gani? Kazi ya kawaida tu. Mama na baba wote walikuwa wanafanya Railways, Kenya Railways. Shirika la reli. Mpaka sasa hivi? Hapana. Sasa hivi wametulia na wanafanya tu biashara. Umewastaafisha kidogo. Wanakula matunda. Okay, baada ya sekondari sasa ndio ukaingia mtaani. Ikawaje? Mtaani uliingia kufanya kazi gani? Sikuingia mtaani, nilienda direct Belgium. Nilienda kwanza Sweden, nilikuwa nimeenda ile kutembea tu ile, lakini hiyo nilikuwa bado niko shule. Okay. Nikaenda, ilikuwa tuko likizo, nikaenda Sweden. Ndugu yangu alikuwa huko McDonald Mariga. Alafu sasa mimi vile nilienda huko akaniulizia nafasi ya kutrain. Sasa mimi nikafanya mazoezi nao, wakanipenda. Alafu nikabaki huko. Kitu kama miezi zingine 2. Walikuwa wanataka kunisign, lakini ndugu yangu alikuwa ameshapata offer ya kwenda Italy. Nikaona pia mimi siwezi baki hapo. Nikaona hiyo niweze nimfuate ndugu yangu ama vipi? Ndugu yangu akaniambia hapana, huwezi nifuata kwa sababu hiyo itakuwa pale naenda lazima nikubebe, itakuwa ngumu kwako. Sasa lazima utafute tu njia. Akanipatia advice, nikamwambia sawa, basi mimi nitabakia. Kujaribu kubakia, tulicheza tournament nyingine. Hapo ndio timu ya Belgium ikaniona. Alafu kulikuwa na scout mwingine alikuwa na hiyo academy. Alikuwa na hiyo academy Kenya, anaitwa Jean Marie. Sasa nilirudi Kenya, nikaenda kwenye hiyo academy. Alafu ndio kutoka hapo huyo mzungu akanipeleka Belgium. Na kutoka Belgium nikachapa, alafu ndio nikaingia Celtic. Celtic pia nikachapa season 2-3. Ndio nikaenda sasa, nikaingia Uingereza. Okay. Tottenham. Nikaingia Southampton. Okay. Southampton miaka 4. Alafu ndio nikaingia sasa Tottenham. Okay. Na kwa ufupi unaizungumziaje hiyo safari? Ilikuwa ngumu sana ama? Ilikuwa ngumu, ni ngumu sana. Naweza sema kama ningekuwa na ile roho ndogo ningekata tamaa, lakini ilikuwa ngumu na mimi nikadunda tu nayo hivyo hivyo. Okay. Tottenham walikuita wenyewe ama ni wewe mwenyewe ulifanya mambo? Tottenham walinifuata karibu season 2 nikiwa Southampton, lakini Southampton walikuwa wanataka kuniachilia. Mpaka ikafika nimebakisha mwaka moja kandarasi yangu ishe Tottenham, ishe Southampton. Ndio nikawaambia star sign contract mpya. Ndio wakakubali kuniachilia. Okay. Sawa. Na ilikuwa good news kwako, ilikuwa kubwa sana ulivyoipokea? Ilikuwa ni good news cause sababu kocha wa Tottenham alikuwa ni kocha wangu mbeleni, na ni kocha ambaye ana ujuzi wa kuimarisha mchezo wa mchezaji. Okay. So ni kocha ambaye ukifanya naye kitu una improve. Alikuwa kocha wako, aliwahi kukufundisha sehemu gani? Aliwahi kuwa na mimi kwa mwaka mmoja. Sehemu gani? Southampton. Okay. Sawa. Na wewe siku zote dream yako imekuwa ni kucheza kwenye club gani? Dream yangu mimi imekuwa ni kucheza katika klabu tu kubwa yenye inaweza kuwa inapigania Champions League. Na sasa hivi nafikiria niko kwenye klabu moja na
ningependa kujaribu sana pia nione kama naweza kamilisha ndoto yangu ya kushinda Champions League. Okay. Na Tottenham. I see. Na Tottenham hiyo. Hiyo. Okay, sasa. Na kuna kitu gani ambacho ungependa kukiona kinamalizwa? Ni kama tatizo kwenye timu ya taifa ya Kenya. Tatizo. Ungetamani siku moja Kenya iwe kwenye headlines tofauti kabisa. Si Kenya peke yake. Lakini naweza sema East Africa, viwanja. Viwanja. Na sasa hivi pia nimeona, lakini Kenya tunarekebisha viwanja. Alafu pia league, vile wana run league, ningependa ligi kuwe msimu mmoja na ile ya Europe. Okay. Hiyo nafikiri itakuwa nzuri kwa sababu ukiangalia saa zingine ligi za huku sasa tuseme saa hizi zimekatika, zimeisha saa hizi. Ndio wanaenda kumaliza, ni saa hizi. Wameanza kucheza juzi ndio wanaenda kumalizia sasa. Kama Kenya saa hizi wanaenda kumalizia. Ukiangalia saa hizi sisi tuko likizo, tukirudi kuanza likizo au tukirudi kuanza msimu wa league, unapata wachezaji huko wamemaliza, alafu national team ikiitwa unapata nyinyi wenye mko Europe ndio mmekuwa busy. Sasa mko kwa ile momentum yenu ya juu, alafu wao wengine wamekuwa likizo, inakuwa tena ngumu kujel pamoja. Okay. Sasa hiyo ndio maana yake niko nasema, unajua ikikuwa ni msimu mmoja wote mkianza mnaanza kwa pamoja, afu mkimaliza mnaanza kwa pamoja, ingekuwa fresh sana. Okay.